Haleluya. Karibuni tena wapendwa. Tuna somo jingine zuri. Kitabu cha Ufunuo huwa kina masomo mazuri lakini magumu. Usiokope ugumu wa somo. Panapokuwa pagumu wewe uliza swali. Lakini kichwa cha somo kinasema malaika mwenye kitabu cha ajabu. Tuangalie katika Ufunuo Yohana sura 10 mstari wa 1 na wa 2. Biblia inasema hivi: kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake ilikuwa kama nguzo ya moto, na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari, nao wa kushoto juu ya nchi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, tunaenda kuliangalia somo hili. Wapendwa, Yohana anamuona malaika mwenye nguvu aliyevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Uso wake uling'aa kama jua, na miguu yake ilikuwa kama nguzo ya moto. Huyo alisimama akiwa ameweka miguu yake mmoja kwenye nchi kavu na mmoja baharini, na mkononi mwake kulikuwa na kitabu kidogo kilichokuwa kimefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, neno la unabii, tukisikia unabii kama tulivyokuja kujifunza hapo nyuma kwamba ni mambo yaliyopita, mambo yaliyopo na yale yanayokuja. Kwa hiyo unabii umegawanyika kwa namna hizi tatu. Kwa hapa Yohana kile anachoonyeshwa, anaonyesha sehemu mojawapo kati ya hayo matatu, kwa sababu ya fahari ya malaika. Malaika huyu wengine wamesema ni Bwana Yesu, lakini sivyo. Huyu ni mmoja wa malaika wa Bwana mkuu. Malaika amehusishwa kwa karibu sana na matukio ya siku za mwisho. Kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana ametaja mara 66. Wapendwa, hebu tuone sauti ya ngurumo 7. Yule malaika akanena kwa sauti kuu, na kunena kwake kulikuwa ni kama sauti ya ngurumo. Yohana alipotaka kuandika maneno yaliyonenwa na hiyo sauti ya ngurumo 7, aliambiwa usiandike. Wapendwa, hii inaonyesha ni jinsi gani Mungu alikuwa anatawala na kuelekeza kila alichokiandika Yohana. Kwa hiyo Yohana kila alichokiandika kilikuwa kwenye maelekezo, sio kwamba ilikuwa fikra zake. Yohana alikuwa na gombo la kuandikia alipokuwa anapewa ujumbe huu, naye aliandika tu alichopewa na kuruhusiwa kuandika. Kitabu hiki cha Ufunuo ni neno la muumba wa mbingu na nchi kwa watu wake, sio kazi ya mwanadamu. Yupo mtumishi aliyewahi kudai kuwa hayo maneno yaliyonenwa na hizo ngurumo za sauti ya malaika ambazo Yohana aliambiwa asiyaandike, eti yeye amefunuliwa akidai kuwa yeye ndio nabii wa mwisho. Hii ni hatari kwa Yohana mwenyewe. Kwa neno la Bwana anaonya mtu asiyaongeze maneno ya kitabu hiki wala kuyapunguza, na atakayefanya hivyo itampasa hukumu. Ndio maana sehemu nyingine tunakuta anasema atakayepunguza atapunguziwa sehemu yake katika mti wa uzima, na atakayeongeza ataongezewa hayo mapigo. Ufunuo Yohana sura 22:18-19, Biblia inasema, namshuhudia kila mtu ayasikia maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yoyote akiyaongeza, Mungu atamwongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki, na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamwondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Kwa hiyo mnaweza kuona jinsi ambavyo ilivyo hatari kuongeza au kupunguza. Kwa hiyo sisi tunapaswa kuyafundisha kama vile yalivyo tu. Hakuna mwenye mamlaka ya kusema anajua chochote katika yale aliyosema Mungu mwenyewe yasiandikwe. Hapa takuwa na wakati baada ya haya. Anasema baada ya hayo hapata kuwa na wakati. Utasoma nyumbani katika Ufunuo Yohana 10 mstari wa 5 mpaka wa 7. Mtume Yohana akiisha kuonywa na Mungu asiandike maneno ya ngurumo hizo 7, alimuonya huyo malaika akiinua mkono wake juu, kisha akaapa kwa Mungu akisema,
hapata kuwa na wakati baada ya haya, isipokuwa katika siku za malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyowahubiria watumishi wake hao manabii, yani wale manabii wale. Utasoma nyumbani Ufunuo Yohana sura 10 mstari wa 6 mpaka wa 7. Malaika anasema hapata kuwa na wakati wa kusubiri tena baada ya baragumu ya 6, kuwa siri ya Mungu itakapofunuliwa. Atasema siri hiyo kwamba ni ile Mungu aliyowahubiria watumishi wake manabii tangu zamani. Wapendwa, siri ambayo Mungu aliyowahubiria watumishi wake inaonekana kwenye sura inayofuata, Ufunuo Yohana sura 11 mstari 15-17. Biblia inasema hivi: malaika wa 7 akapiga baragumu, pakawa na sauti kuu katika mbingu ikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atamiliki hata milele na milele. Na wale wazee 24 na wale waketio mbele ya Mungu katika viti vya enzi vyao wakaanguka kifulifuli, wakamsujudia Mungu wakisema, tunakushukuru wewe Bwana Mungu Mwenyezi, uliyeko na uliyekuwako, kwa sababu umeutwaa uweza wako ulio mkuu. Haleluya. Wapendwa, ndugu zangu, kitabu cha Ufunuo Yohana ni kitabu ambacho watu wamekuwa hawapendi kusoma, lakini kina mafundisho mengi na maelekezo mengi ambayo yanatupa kujiandaa kwa kufikiria habari zinazokuja mbele yetu. Hapa nimeandika hivi: nayo hiyo ni ufalme wa Mungu kuja hapa duniani, yaani ufalme wa dunia hii, ufalme wa Mungu na wa Kristo wake, yaani theokrasi, miaka 1000. Wapendwa, ukisikia theokrasi ni tofauti na demokrasi. Theokrasi ni kipindi kile cha miaka 1000. Wakati huo kiongozi atakuwa mmoja tu. Hapo hakuna siasa, hakuna demokrasia, hakuna siasa. Itakuwa ni ndio, kwa sababu mfalme atakuwa ni mmoja. Na wapendwa, huo ndio umekuwa ujumbe wa manabii tangu Musa. Ndio mpango wa Mungu ambao Mungu alisema na manabii na kwa vinywa vya kalamu zao kuwa anakuja kutimiza kwa wakati wake. Ndugu zangu, na hao malaika asemapo kuwa hawatakuwa na wakati baada ya haya, yaani baada ya baragumu 6, anamaanisha kuwa hakutakuwa na muda tena wa kusubiri ufalme wa Mungu uje duniani, isipokuwa kwenye siku za malaika wa 7, ambazo ndizo siku za mapigo ya mwisho. Ndugu zangu, vitu kama hivi vinapoongelewa, usipoelewa unaweza kuhisi kama ni historia, kama ni hadithi, lakini habari za kweli kwamba Mungu anaandaa mifumo ya hukumu itakayojia ulimwengu. Wapenda, kujifunza mambo haya ni kutaka mimi na wewe tuweze kujiandaa tu. Tuweze kujiandaa. Hebu tumsikie Ezekieli sura 2 mstari wa 9. Hapa anasema, nami nilipotazama, mkono ulinyooshwa kunielekea, na tazama, gombo la chuo lilikuwa ndani yake. Ezekieli 3:3. Akaniambia, mwanadamu, lisha tumbo lako, ulijaze tumbo lako kwa hili gombo nikupalo. Nikalila, nalo kinywani mwangu lilikuwa tamu kama utamu wa asali. Ndugu zangu, habari za gombo linalotajwa hapa ilikuwa ni unabii kuonyesha ni jinsi gani neno la Mungu litakavyokuja kufundishwa ndani ya dunia hii. Kwa sababu neno la Mungu hapa limetajwa kama gombo, lakini anaambiwa chukua gombo ili ule. Tunapofundishwa neno la Mungu tunakuwa kama tunajilisha. Neno la Mungu linakuwa tamu, lakini linapokwisha kufika ndani yetu, tumelielewa kama neno la Mungu kweli, halitatupa amani mpaka tuondoke tuende tukawaambie watu wengine. Ndipo pale anaposema, nilipolila lile gombo nilisikia shida, nikawa nasikia nasukuma kwenda kuambia watu wengine. Hilo ndio gombo la chuo. Wapendwa, hapa Yohana anaamriwa kupokea neno la unabii ndani yake, ambalo ijapokuwa ni tamu, anapolipokea litamtia uchungu moyoni, likimsukuma kufumbua kinywa chake aliseme kwa watu, lugha na wafalme wengi. Hii inaonyesha kuwa ujumbe wa nabii ulikuwa bado haujatimilika. Kwa upande wa Yohana, ilipasa bado kutabiri kuelekea mwisho wa hitimisho la historia. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu,
Uwezo wa Mungu ni wa ajabu sana. Ratiba yake Mungu wetu iko pale pale. Kwa hiyo kila tutakachoona kinafanyika hivi sasa, tusiwe watu wa kushangaa. Tujue kwamba tumepaswa kwenda kuambia watu. Hakuna mtu atakayejitetea. Wapendwa, kwenda kuambia watu habari za neno la Mungu. Tukiangalia katika kitabu cha Efeso sura 6, kati ya orodha ya zile silaha, hiyo ni silaha ya 3, ambayo ni ujasiri tunaoupata kwa habari ya Injili, kwa ajili ya kupeleka Injili. Ujasiri tunaopata kwa Injili ya amani. Tunapaswa kupeleka Injili, wapendwa, kipindi hiki bila sababu ya kujitetea. Nakumbuka Yesu alipokwenda nchi ya Wagerasi, alipofika kule akutana na yule kijana ambaye amechanganyikiwa, amekuwa kichaa. Baada ya kumwombea, kijana alitaka kumfuata Yesu, andamane naye. Yesu akafika mahali akamwambia, hapana, rudi kwa ndugu zako na familia yako. Nenda kule ulikotoka, waambie, washuhudie habari. Waambie mambo makuu ambayo Bwana amekufanyia. Tena amemtuma kwamba nenda kahubiri habari yale yaliyokutokea. Wapendwa, kama Wakristo tusiwe na tabia ya kutulia tunapopata mambo makuu ndani yetu. Tuwe washuhudiaji. Kwa sababu tunaposhuhudia, manake tunawaambia watu habari za ukuu wa Mungu. Na wao wanapopata hizo habari wanajengwa. Wakijengwa na sisi tunajengwa pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kidogo alichokila Yohana lilikuwa gombo ambalo ni neno la Mungu alilopokea. Lilikuwa tamu, baadaye lilimsumbua ili asikae nalo. Wapendwa, neno la Mungu sio la kukaa nalo. Neno la Mungu ni la kwenda kuambia watu. Tuwe na tabia ya kuambia watu habari za ukuu wa Mungu. Alipotuma yule kijana Mgerasi, sio kwamba alikuwa ametoka chuo cha Biblia. Sio mpaka wewe utoke chuo cha Biblia ndio ushuhudie watu. Hapana. Waambie watu matendo ya makuu ya Mungu. Waambie kwamba Yesu anaokoa. Waambie kwamba muda umekwisha. Wakati wote mambo yanabadilika. Ndugu yangu, kwa neno hili fupi leo hii inakutosha. Tutaendelea mbele baadaye. Asante.